Clifford Mtei, Godfrey Mchungu yuko hapa pia kwa ajili ya kuzungumza mambo kadha wa kadha tuliokuandalia. Leo ni Jumatatu ya Mei 12, 2025. Tufuatilie kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa East Africa Radio. Mambo ni mengi kweli kweli. Mchungu bana, ndugu yangu, weekend hii ilikuwa weekend iliyosheheni pia masuala kadhaa ya siasa Ndio. Mbona Mwananchi kwenye ukurasa wake wa mbele ameandika kivuli cha Mbowe mwiba Chadema. Ukimya wake yanayoendelea Chadema wazua mjadala. Wimbi la viongozi makada kujiondoa la shika kasi. Heche aendeleza moto wake kanda ya Victoria. Sasa bwana, weekend hii tumeshuhudia makada mbalimbali wa chama wa Chadema. Ndio. Wakiwemo viongozi wa zamani, viongozi wa sasa, wakanda kadhaa wakitangaza kwamba wanajiondoa na kujivua wanachama. Nilikuwa nasikiliza mmoja katika eneo tofauti Kilimanjaro, nilisikia Dar es Salaam, wale wa Mbagala, wapi Temeke kote, ndio. Temeke wote unasikia ni kama sababu zao ukizichukua ukianza unakata hii na hii kata ina inagundua kwamba ni moja. Wengi wanalalamika kwamba wanadharauliwa. Na wengi, sasa sijui kama ni wengi au ni wote, lakini wanaonekana wote au asilimia kubwa ni waliokuwa wanamuunga mkono mwenyekiti mstaafu Freeman Aikaeli Mbowe. Hii kanipa picha kwamba huenda kichwa cha habari walichoandika Mwananchi kipo sahihi, kwamba mzimu wa Mbowe unaiandama ni mwiba mkali Chadema. Sasa miongoni mwa ambao walitangaza kujiondoa ni mwenyekiti wa Bawacha wilaya ya Mbagala, Hadija Saidi Mwago, ambaye yeye alitangaza kuondoka ndani ya chama hicho weekend hii hapa. Alizungumza nini? Huyo hapa. Nimesimama mbele yenu kwa majina, naitwa Hadija Saidi Mwago. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa Bawacha wilaya ya Mbagala. Leo hii tarehe 10 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 nimesimama mbele yenu kutoa tamko rasmi kuhusu uamuzi wangu wa kujiondoa katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Uamuzi huu ni binafsi, wa hiari, na umetokana na tafakari ya kina kuhusu uelekeo wangu wa kisiasa, maono yangu ya uongozi na namna ninavyotaka kuelekea kuwahudumia wananchi wetu. Huyo ni mmoja wa viongozi Bawacha pale Mbagala, Hadija Saidi. Sasa mwingine ambaye pia alizungumza weekend hii hapa ni katibu wa zamani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoa wa Kilimanjaro, Basil Lema. Kumbuka huyo. Na pia alijitokeza na kuzungumza hatua alizochukua za kuondoka ndani ya chama hicho. Naitwa Basil Lema. Ni mmoja wa watu wakongwe katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Nimekaa Chadema muda mrefu. Nimeingia toka mwaka 2004. Nimekuwa mkufunzi maeneo kadhaa. Sasa hivi ni rahisi sana wa Tanzania kuanza kuchoka kusikia hadithi za viongozi waandamizi na wanachama wa Chadema kujiondoa kwenye chama chao, chama wanachokipenda, chama walichokiwekea matumaini kwamba kinaleta ukombozi nchi hii. Watanzania wanaanza kuchoka kwa sababu hawakutaka hiyo hadithi kabisa. Walitaka kupata hadithi ya Chadema inashinda majimbo mangapi, inashinda kata ngapi, imebadilisha mifumo kiasi gani. Lakini sasa wanasikia chama kilichokuwa kimeshapanda juu sana kinashuka chini, kinakwenda kupotea. Inawauma sana Watanzania. Gonjwa lililoingia ndani ya chama linalosambaratisha, linalosababisha haya yote mnayoyasikia, kiongozi huyo anaondoka, kinaanza kuwa kinaisha kwenye masikio ya Watanzania, ni chuki. Ukuta wa chuki umejengwa, umepanda juu kiasi kwamba kwa sasa hivi haiwezekani watu wa mashariki wakutane na watu wa magharibi, haiwezekani watu wa kusini wakutane na watu wa kaskazini. Kile kwa pamoja tunachokiomba, tunachokitaka serikali iipe Chadema, iwape Watanzania uhuru wa kuassociate. Humu ndani ya Chadema haupo uhuru wa kujieleza, uhuru wa kukosoa.
Lema amekuwa kiongozi wa Chadema pale Kilimanjaro tangu 2009. Juzi ametangaza kujiondoa ndani ya chama hicho. Grace Kiwelu pia naye ni miongoni mwa wanachama wa Chadema ambao walitangaza kujivua. Viongozi pia wa chama hicho waandamizi kweli, ambaye ni mwenyekiti wa BAWACHA mkoa wa Kilimanjaro, mwenyekiti wa kamati ya fedha wa kanda ya kaskazini, na ni mjumbe wa kamati tendaji ya BAWACHA taifa. Naye pia ameondoka. Chama changu nilikipenda sana na nilikitumikia kwa moyo wa dhati. Tulizunguka nchi nzima hii kuijenga Chadema. Tulikuwa tunazunguka na mwenyekiti mstaafu Mbowe kuhakikisha chama chetu kinaenea Tanzania nzima. Tulifanya ziara wakati huo tukiwa wabunge 5, mimi nikiwa mbunge pekee mwanamke, kuzunguka nchi hii. Tukiwa na fuso, tunaweka viti, meza, spika, tunazunguka. Hatuna mwanachama hata mmoja huko tunakokwenda. Tukifika tunashusha meza, tunashusha viti, tunafunga spika, tunaanza kuitangaza Chadema. Tunahutubia miti na watoto wadogo. Lakini namshukuru Mungu, Chadema imefika hapa ilipofika leo. Huyo ni Grace Kiwelu, mwenyekiti wa BAWACHA mkoa wa Kilimanjaro, ambaye naye pia ni miongoni mwa waliondoka. Wapo wengi kweli, tukiwasikiliza hapa tutakuwa takesha hapa. Hii ina sijui inatupa picha gani ama ni kawaida kwenye siasa, kwa sababu wengi wanaonekana ni madonda ya uchaguzi. Tukubaliane kwamba haya ni madonda ya uchaguzi. Yes, kwanza Mtei, ukijaribu kuchambua siasa za Tanzania, ukifanya tathmini tangu uchaguzi wetu wa kwanza mwaka 95 na kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi mwaka 92, inakuonyesha siasa za Tanzania kwamba kila baada ya miaka 10 kuna chama cha upinzani huwa kinaibuka na kile ambacho kiko kwenye nafasi yake huwa kinakufa au kinapoteza nafasi yake. Mwaka 2000 na miaka 2000 mpaka mwaka 2005 chama kikuu cha upinzani Tanzania bara kilikuwa ni CUF cha kina Lipumba na Maalim Seif. Mwaka 2010 CUF ikaondoka kama chama kikuu cha upinzani, kikaja chama cha Chadema. Sawa? Kutokea mwaka 95 mpaka mwaka 2005 ni miaka 10. Sawa? Kutokea mwaka 2010 mpaka mwaka 2025 mtazama ni miaka takriban miaka 15. Kwa hiyo inakuonyesha uzoefu wa siasa zetu ni kwamba kila baada ya miaka 10 kuna global power shift ya opposition political party. Kuna kwamba kuna kuinuka na kuondoka kwa chama kimoja na kuinuka kwa chama kingine. Ndio historia yetu inavyotuonyesha. Hiyo la kwanza. Sasa inawezekana vile vile ikawa dalili za wazi dhidi ya Chadema na kuibuka kwa chama kingine cha upinzani. Tukiangalia historia sasa zetu. Lakini jambo la pili ni kwamba wanaondoka makada. Kuna kipindi sensitive cha uchaguzi na kuna kipindi sensitive ambacho chama kikuu cha upinzani kimetoka kufanya uchaguzi. Sasa wanachama wanajiunga kwenye vyama kwa sababu ya kuangalia vitu vitatu vinne. Cha kwanza ni falsafa, misingi, imani. Je, Chadema sasa hivi Lissu imeacha kukaa kwenye misingi yake kama chama? Yani Chadema ilivyoanzishwa ilikuwa inapigania nini? Ili makade na wananchi walikiungwa mkono. Je, swali hilo kwa Chadema sasa hivi ukiuliza kwamba imeacha hiyo misingi? Kwa sababu kuna vyama vikubwa duniani tunashuhudia, kwa mfano inatajwa kwa mfano chama cha Frelimo kilipoteza ushawishi wake uchaguzi mwaka jana kwa sababu kiliacha misingi. Chama cha ANC kilishindwa kupata 51%, kikapata 40% kwa sababu kiliacha nini? Misingi. Tuangalie Chadema imeacha misingi yake kama chama ilivyoanzishwa. Chadema ilianzishwa iliweje? Ilianzishwa kwa lengo la kupigania demokrasia, kupigania utawala bora. Chadema imejengwa kwa ajili ya kupambana na kuibua hoja za ufisadi. Je, Chadema ambayo sasa hivi imeacha misingi iko tuje kuweka conclusion kwamba makada wanaondoka. Hiyo ni hoja ya pili. Hoja tatu Mtei ni kwamba Chadema makada wanaondoka,
baada ya miezi michache watu kufanya uchaguzi ambao ulikuwa ni uchaguzi mkali sana kati ya mwenyekiti Mbowe na Tundu Lissu. Yani makamu na mwenyekiti wake walikuwa wanashindana. Na ukitazama ni kwamba ukiangalia kura za utofauti walipishana kwa asilimia chache sana. Kwa ni kwamba Chadema ilikuwa imejengwa na Lissu, imejengwa na Mbowe. Sasa tujiulize vile vile, je, ile hoja ya maridhiano ambayo alihitaji mheshimiwa Mbowe ilifanyika ndani ya Chadema ili kwamba watu ambao wanamuunga mkono mheshimiwa Mbowe ambao wanaondoka sasa hivi waendelee kubaki kwenye chama. Lakini hoja tatu hii ni muhimu sana. Kwenye mifumo ya kitaasisi, kiongozi anapokaa zaidi ya miaka 20 huwa wanachama na makada huwa wanazoea na huwa watamani mabadiliko ya ghafla kwenye chama husika. Hiyo inatokea kwenye ujenzi wa mataifa, kuna ujenzi wa taasisi. Pale ambapo wananchi au wanachama makada wakiwa na kiongozi kwa muda mrefu, akija kiongozi mwingine huwa linaibuka kundi ambalo tunaita uafidhina. Kwenye siasa kuna vitu vitatu. Kuna mlengo wa kushoto, mlengo wa kulia na uafidhina. Tutakuja kuendelea hapo kwenye uafidhina. Nikukumbushe msikilizaji, kupitia Azam TV unaweza kupata burudani nyingi. Burudani ya tamthilia inapatikana kule Kombolela, Mzee na Mapenzi. Hiyo ni Jumaa hadi Jumapili ndani ya sinema zetu, lakini pia Tufani na tamthilia ya Kiki ni Jumatatu hadi Alhamis ndani ya sinema zetu. The Great Seljux ni saa 4 usiku ndani ya Azam 2. The Good Doctor ni ndani ya Azam 1. Lakini pia The Heartless, hii tamthilia mpya telenovela, ni ndani ya Azam 1 kuanzia 3 usiku. Jiandae sasa kwa msimu wa moto wa burudani. Lipia kifurushi chako cha Azam TV leo na uhakikishe ukose hata sekunde moja ya msisimko huu. Sisi bado tupo mpaka 3 kamili za asubuhi, tunarudi. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill dakika 0 tu. Tunarudi. 97.7 East Africa Radio Tanga. Together tunawakilisha. This is East Africa Radio. Play only the best music. Hawa jamaa wamezuka ngoja. 88.1 Dar es Salaam. 99.0 Kampala, anytime, any day, keep it locked. 94.7 Nairobi. Yani kila kitu napata hapa. Nisikilize radio gani tena? Mimi ndio nishafika sasa. You're listening to only the best radio station. Radio station. East Africa Radio. Together tunawakilisha. Kiwashe kisibuzi chako. Kilivyoisha bando kakiweka kando na kupita mambo. Kiwashe, tunakwambia kiwashe. Yeah, ama kina changamoto kinahitaji maboresho. Azam TV tuko hapa tukiwashe. Leo tukiwashe. Kiwashe kisimbuzi chako cha Azam TV sasa, na uendelee kufurahia mambo kem kama vile habari, burudani, tamthilia, makala mbalimbali, michezo, ligi za ndani na nje, vipindi vya watoto, comedy, reality shows, sinema zetu na cartoons. Azam TV, kiwashe. Azam TV, burudani kwa wote. Yo, what's up everybody? It's your girl She King Tana. Nasikiliza East Africa Radio. You know what it is. Hey, yo, what it do, everybody? You already know it's your boy Solomon Swags over here. Nasikiliza East Africa Radio. Keep it locked. Oh, ikibaa finance mtoto baba mtu na fikra zangu all the way from M&B music. Unasikiliza East Africa Radio. Ustoke. Oi. Hello. Naitwa Mario K. Bad. Nasikiliza Africa Radio. Usiondoke. Ustoke. Pull up. East Africa Radio. Together tunawakilisha. 93.7 East Africa Radio Arusha. Together tunawakilisha. Baada ya kulipa bill, kifua chacho.
Asante Liapenda Masawe kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube, unasema upo na sisi hadi tamati. Fundi Masawe yuko pale na Manga mpakani maeneo ya asilia pale. Sisi tupo tukizungumza hapa. Mchungu ulikuwa ukiendelea kutupa muendelezo wa hiki ambacho kinaendelea Chadema. Kwenye mazungumzo yako na mimi pia mwanzo niligusia kwamba wengi wanaonekana kama ni wahanga wa kilichotokea kwenye uchaguzi, lakini wengi wanaonekana wafuasi wa mwenyekiti mstaafu. Hiyo tuiweke tu ikaa hivyo, sababu wanamtaja na kumzungumza wazi kwamba wakati wa mwenyekiti haikuwa hivi na hivi. Umesema hapo kwamba hawa ni watu waliomzoea mwenyekiti. Hawa ni watu ambao wamemzoea mwenyekiti. Na kwenye ujenzi wa taasisi nimesema kwamba kuna kundi kiongozi Mtei ukishaongoza zaidi ya miaka 20. Sawa huwa inaibuka dhana au falsafa ambayo tunaita uafidhina. Uafidhina ni itikadi ambayo inaibuka kwenye taasisi ambayo haitaki mabadiliko ya ghafla kwenye taasisi. Pale ambapo kiongozi mpya anapoingia kwenye taasisi au kwenye nchi, akija na mabadiliko fulani akiwa ni mtu ambaye wa reform, kuna kundi ndani ya taasisi huwa linampinga na kupelekea ukosoaji dhidi ya utawala mpya. Hiyo imetokea maeneo mengi zaidi duniani. Sasa ukitazama Chadema vile vile inasumbuliwa na hiyo uafidhina ndani ya chama. Kuna makada, kuna watu ambao hawaamini mabadiliko ya ghafla ambao kimsingi nafanywa dhidi ya Mheshimiwa Lissu. Lakini hoja ya tatu Mtei ni kwamba hii hoja ya ajenda ya hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi. Nimemsikiliza juzi kwa mfano Mheshimiwa Kigaira ambaye alikuwa ni naibu katibu mkuu bara. Anasema kwamba anakubali ajenda ya no reform no election, lakini yakubali ajenda ya aone mkakati. Sasa kwenye strategic management kama taasisi, Chadema ni taasisi kubwa ambayo ina watu ambao ni think tank, wana akili nzuri sana, wana akili kubwa. Mnapotengeneza mkakati wa taasisi, mkakati ambao mtenda kutekeleza kwa jamii au kwa umma, mnatengeneza agenda, mnaweza kutengeneza agenda vipi ambayo haina utekelezaji. Kwa sababu unaposema kwamba unakubali agenda no reform no election lakini hauoni utekelezaji, maana ni kwamba walijifungia ndani, walikuja na mkakati wa chama lakini hawakuja na mbinu za utekelezaji. Kwa sababu mkakati wote unapokuja kwenye macho ya umma, sawa, huwa unahusisha vitu vitatu vya msingi. Taasisi inapokuja kwenye macho ya umma, cha kwanza inatengeneza target yetu no reform no election. Tunaenda vipi kutekeleza vipi mkakati? Kuna kitu tunaita tactics, mbinu. Tutumia mbinu gani? Tutatoa elimu, tutahamasisha wananchi, tutafuta uungwaji mkono. Lakini hizi mbinu lazima ziwe flexible, lazima ziweze kubadilika kutokana na mazingira na hali halisi ya kipindi husika. Lakini baada hapo mnatengeneza operation. Sasa inakiwaje chama kutokana na Kigaira anasema kwamba anaamini no reform no election lakini haoni mkakati. Mnakoje chama kikubwa cha upinzani ambacho mnatengeneza mkakati wa no reform no election lakini hamuji na mbinu za utekelezaji. Maana ni kwamba ilikuwa ni ajenda ya hewani. Kwa kimsingi ni kwamba utaona kabisa kwamba our G55 ni watu ambao ni wahafidhina ndani ya chama cha Chadema. Ni watu ambao hawaamini kuna mabadiliko ya ghafla dhidi ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Lakini vile ni kwamba inazungumzwa hoja ya kuponya majeraha. Hoja msingi sana kwa uchaguzi ambao mmevutana, mmeumizana, mmenyukana. Lazima uongozi mpya huje na ajenda maliziano ya chama. Mheshimiwa Rais alikuja na 4R: reform, reconciliation, rebuild and resilience. Ndio kujenga jamii ya ustahimilivu. Pale ambapo mnapokuwa kwenye chama ambacho mmenyukana, mmetuhumiana, tuhuma nzito ambazo wananchi walikuwa wazijui, mmezita mbele ya umma, lazima uongozi mpya uje na hoja ya reconciliation, maridhiano ndani ya chama. Swala la msingi la kujiuliza, je, hayo maridhiano hayakufanyika paka pale ambapo makada senior ndani ya chama wanaamua kutoka na kwenda kwenye chama kingine? Sasa mimi nikiangalia tathmini yangu, wamekuwa wameondoka makada senior ndani ya Chadema na hatujui wanaelekea wapi. Hatujui. Gazeti Mwananchi lilizungumza habari za Chadema wiki iliyopita. Chauma of course, Chauma. Mheshimiwa Zitto Kabwe alitweet akasema kwamba anawakaribisha, karibuni, tulifanya kazi yote, wengine ndugu zangu, wadogo zangu, tulifanya kazi yote. Kwa unaona kabisa kwamba hawa makada kuna mahali ambapo wataelekea. Na wamesema, wamekiri kwamba hawaagi, wataendelea kufanya siasa. Maana ni kwamba kuna majukwaa ambayo kimsingi watatafuta. Sasa ipo hivi,
kwenye politics kuna kitu kinaitwa balance of power, yani kuwa na uwiano wa kimamlaka kwenye taasisi. Yani kuna chama kikubwa cha CCM kile kipo hapa, afu kuna kuwa vinatengenezwa vyama vingine vidogo vidogo ambavyo vinakuwa vina nguvu ambazo zinalingana. Kama hao makada wa Chauma, makada wa Chadema wataamua kwenda kwa mfano Chauma. Maana ni kwamba tutakuwa na Chadema ambayo ina nguvu zake zimepunguzwa, tutakuwa na ACT Wazalendo ambayo ina nguvu Tanzania, ina nguvu Zanzibar na iko inajenga Tanzania bara, na tutakuwa na makada wengi sini ambao wataenda kwenye Chauma. Kwa hiyo siasa za upinzani zitakuwa na nguvu ambazo vyama vitatu vya kimsingi vinashindana, vina nguvu ambazo vinafanana. Sasa hiyo kitazama ni pigo kwa upinzani, kwa sababu ili muweze kuchuana na chama kikubwa kama CCM lazima kuwe na chama ambacho kina nguvu ambazo zinakaribiana. Tunapoishusha nguvu Chadema, maana ni kwamba tunatengeneza balance of power dhidi ya vyama vingine. Kwa ukitazama ni kwamba kuna hoja yangu ya kwanza nikisema kwamba kila baada ya miaka 10 Tanzania kuna chama kikuu cha upinzani huwa kinainuka na kingine kinadondoka. Kwa hiyo ukiangalia historia yetu tangu mwaka 92 tumeanzisha mfumo wa vyama vingi, mwaka 95 uchaguzi wa kwanza, historia inaonyesha kwamba chama kikai akiwezi kukaa zaidi ya miaka 20 kinakaa miaka 10. Sasa je, ili ni anguko la Chadema na kuibuka kwa Chauma au ACT Wazalendo, au ni anguko vile vile la mfumo wa vyama vya upinzani? Lakini chama cha Chadema kitaendelea kuwa na nguvu kama pale ambapo kitaendelea kuungwa mkono na wananchi, kwa sababu wananchi ndio watu ambao wanaweza wanaweza wakaamua siasa, chama tukikubali au tukikatae. Kama Chadema ikiwa inaondoka na makada wake senior kuna chama, lakini Chadema ikawa inaungwa mkono na wananchi, Chadema itaendelea kuwa na nguvu. Kama Chadema itaendelea kuondokewa na makada wake senior kwenye chama na nguvu ya wananchi ikaamua kwenda Chauma au kwenda ACT Wazalendo, vile vile Chadema itapungua nguvu. Tukiangalia historia, CUF ilikuwa inapendwa mwaka 2000 mwaka 2015, hivyo wananchi walivyokataa nguvu kaenda Chadema kuanzia mwaka 2010, sio? Kwa kama vile ambavyo wananchi walikipenda Chadema mwaka 2010, waliipenda CUF mwaka 2000 mwaka 2015, wanaweza wakaipenda ACT Wazalendo wakaipenda Chauma. Kwa hiyo hizi hoja zote zinategemea namna gani karata za siasa zinachangwa. Ukifuatilia tangu wameanza kutangaza kuondoka, ni kama viongozi wa Chadema wa sasa wanabeza tu kwamba kama hakitishi, wengine wanaamini ndio njia sahihi ya kusafisha. Mteja huwezi kubeza unapoondokewa na money power kwenye taasisi. Makada wa Chadema wamejengwa kutumia rasilimali nyingi sana. Na kwa mfano mtu anapoondoka ambaye umemjenga kwa miaka 30, hauwezi kumkuta Kariakoo na Surula tu, hauwezi kumkuta Buza. Watu wanatengenezwa, makada wanaandaliwa, makada watafutwa, inafanyika vetting kubwa. Mheshimiwa Mboya alitafuta wakina Mnyika, wakina Lema, wakina Sugu, wengine aliwatoa vyuo vikuu kuwajenga kwenye siasa. Kwa hiyo makada wanaandaliwa. Ni kweli Chadema wameondoka watu wengi sana, lakini kuondoka kwao huwezi kubeza kwamba Chadema ilipata anguko kubwa kama chama, kwa sababu tunapoamua kujenga rasilimali watu kwenye chama, tunatumia muda, tunatumia rasilimali fedha, tunatumia hamasa. Sasa unapoondoka wanachama senior kwenye chama, tafsiri kwamba chama husika kinapungua nguvu. Lakini vile kwa mfano Chauma inayopata makada kama wakina Salim Mwalimu, wakina Kigaira kwenye Chauma, tafsiri kwamba inapata watu ambao hawaendi kufundishwa kazi, waingia kwenye majukumu. Kwa hiyo uwezi kubeza chama kinapopoteza makada wake kinapungua nguvu. Na hata ukiangalia Chadema tangu ilipofika kwenye climax mwaka 2010, 2015, makada wake wengi walivyoondoka, sio Chadema ya leo hii. Haya bwana, hayo ni mtazamo wa Godfrey Mchungu na anavyoliona hili jambo la viongozi kadhaa wa Chadema ambao na wewe unaweza kuwa na kwako, na wewe pia unaweza kuwa na kwako katoa kama ambavyo kafanya. Huu ni mtazamo wangu, unaweza kuwa na kwako. Sio na wasiwasi, mawazo ya pigi rongo.